أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. Assalamu alaikum wapendwa wanamizani popote mlipo, na Waislamu na wote wale wapenda haki katika umoja wetu wana grupu la wanamizani. Taarifa tulionayo hii leo ni yale yanayojiri katika Mashariki ya Kati, ambapo tukio kubwa kabisa kupata kutokea katika mwezi huu wa Ramadhani, siku ya 10 ambayo ilikuwa ni tarehe 28 ya mwezi wa pili 2026, ni lile tukio la kuuliwa kiongozi muadham wa mapinduzi ya Kiislamu ya Iran, ambaye aliuawa kwa hujuma ya mashambulio yaliyoongozwa kwa ushirika kati ya Israeli na Marekani, mataifa hasimu zaidi duniani kwa Uislamu na kwa Waislamu. Baada ya taarifa zilizotolewa kama uvumi na maadui wakubwa wa mataifa ya Kiislamu, Marekani na Israeli, juu ya kifo cha kiongozi mkuu wa serikali ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, sasa habari za hakika ni kuwa kiongozi huyo amefariki katika njia ya mashahidi. Kwa mujibu wa televisheni ya taifa ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, tangazo la mamlaka ya Iran limethibitisha kuwa Ayatollah Ali Khamenei ameuawa na kutangaza siku 40 za maombolezo nchini humo. Mamlaka ya Iran imetangaza kuwa baada ya kiongozi mkuu wa taifa la Iran Ayatollah Ali Khamenei kuingia katika orodha ya mashahidi katika shambulio la Marekani na Israeli, rais wa nchi hiyo Daktari Masoud Pezeshkian, mkuu wa idara ya mahakama na mmoja kati ya wanasheria wa baraza la walinzi watasimamia kipindi cha mpito hadi pale atakapotangazwa mrithi wa kiti hicho. Tangazo la serikali kuthibitisha kuuawa kwa kiongozi huo linasema kama ifuatavyo, na hapa ninanukuu: minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadu Allah alayhi faminhum man qada nahba wa minhum man yantadhir wa ma badalu tabdila. Miongoni mwa waumini wapo watu waliotimiza walioahidiana na Mwenyezi Mungu. Baadhi yao wamekusha kufa na baadhi yao wanangojea, wala hawakubadilisha ahadi hata kidogo. Sura ya 33 aya ya 23. Kufuatia shambulio la kikatili la utawala wa Kizayuni na Marekani, kiongozi muadham wa mapinduzi ya Kiislamu ameuawa shahidi katika eneo lake la kazi katika idara ya uongozi katika shambulio hilo lisilo la kibinadamu lililotokea mapema asubuhi ya Jumamosi tarehe 28 Februari 2026. Vyombo vya habari vinavyohusiana na utawala wa Kizayuni na madola ya vibaraka mara kwa mara vilikuwa vinadai kuwa kwa sababu za kuhofia kuuawa kiongozi muadham anaishi katika eneo salama mafichoni. Kufa kwake kishahidi katika eneo lake la kazi kumeonyesha tena jinsi madai hayo ya vita vya kisaikolojia vya maadui vilivyokuwa havina ukweli, na vimeonyesha kuwa yeye alisimama bila woga na kwa ushujaa dhidi ya ubeberu na ustakbari, akiwa kati ya watu na katika ngome ya uwajibikaji. Baraza la mawaziri la serikali ya Iran limetangaza maombolezo ya kitaifa kwa siku 40 na likatangaza pia likizo ya kitaifa kwa siku 7. Ali Larijani, ambaye hapo awali alitangazwa kuwa ni miongoni mwa waliouliwa, katibu wa Baraza la Usalama wa Taifa, katika mahojiano ya televisheni leo hii siku ya Jumapili tarehe 1 Machi, amesisitiza kuwa leo baraza la muda la uongozi litaundwa kulingana na katiba ili kiongozi anayefuata aweze kuchaguliwa. Ameongeza, kwa mujibu wa ibara ya 110 ya katiba, iwapo nchi haitakuwa na kiongozi muadham kwa sababu yoyote ile, rais wa jamhuri, mkuu wa idara ya mahakama kuu na mwanazuoni fakihi kutoka baraza la walinzi wa katiba atakayeteuliwa na baraza la kuainisha maslaha ya mfumo atachukua kwa muda majukumu ya uongozi hadi kiongozi anayefuata atakapochaguliwa. Hatua hii itachukuliwa haraka iwezekanavyo, na leo juhudi za kuunda baraza la muda la uongozi kwa mujibu wa katiba linaendelea kufuatiliwa. Mwisho wa kunukuu. Kwa mujibu wa tangazo la serikali ya Iran lililochapishwa siku ya Jumapili,
Machi mosi majira ya asubuhi saa 1:48. Shambulio la Marekani na Israel pia limewaua shahidi makamanda waaminifu wa jeshi la Jamhuri ya Kiislamu ya Iran katika hujuma ya hali ya juu ya kigaidi na ya mataifa hayo hasimu ya madola ya Kiislamu. Taarifa ya taasisi ya kuhifadhi kumbukumbu na kueleza maadili ya vita vitakatifu na mukawama imetaja baadhi ya makamanda waliouawa shahidi, akiwemo Meja Jenerali Shahid Abdurrahim Musavi, mkuu wa kamandi ya majeshi; Meja Jenerali Shahid Muhammad Pakpur, kamanda mkuu wa jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu IRGC; Admeri Ali Shamkhani, mshauri wa Amir jeshi mkuu na katibu wa baraza la ulinzi; Amir Sar Lashkar; Shahid Aziz Nasir Zadeh, waziri wa ulinzi na usaidizi wa vikosi vya silaha. Makamanda wote hao walikuwa ni miongoni mwa mashahidi walioitikia mwito wa Mwenyezi Mungu wakati wakiwa kwenye kikao cha baraza la ulinzi, na wamejiunga na wenzao waliotangulia mbele ya haki kwa kuuawa shahidi na mikono michafu iliyotapakaa damu ya Wazayuni na wa Marekani. Viongozi wa Iran pia wamelaani vikali shambulio la anga la utawala katili wa Israel dhidi ya shule ya msingi ya wasichana katika mji wa Minab ulioko katika mkoa wa Hormozgan kusini mwa Iran, lililopelekea kuuawa shahidi wanafunzi wapatao 150. Naye mkuu wa idara ya mahakama ya Iran Ghulam Hussein Mohsin Ejai ametoa ujumbe wa rambirambi kutokana na mauaji hayo ya wasichana kadhaa wa shule katika mji wa Minab, akisisitiza kwamba bila shaka yoyote jeshi la Iran litalipa kisasi mauaji hayo. Utawala wa Kizayuni unaoikalia kibabe ardhi tukufu ya Falastini na kuibatiza jina la Israel kwa ushirikiano na Marekani walifanya mashambulizi makubwa dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, wakidai kulenga kuangusha utawala wa Jamhuri ya Kiislamu. Mapema hapo jana, siku ya Jumamosi tarehe 28 Februari saa 3:45 asubuhi. Kwa mujibu wa taarifa zilizotolewa awali na mamlaka ya Uajemi, hili ni shambulio la pili la kijeshi lililoshirikisha Marekani na Israel kwa pamoja dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu kwa nia ya kuchochea uasi wa ndani katika kipindi ambacho mazungumzo ya hadaa yalikuwa bado yakiendelea kati ya Iran na Marekani. Rais Donald Trump amesema Marekani imeanza operesheni kubwa ya kijeshi nchini Iran baada ya Israel kufanya mashambulizi kadhaa katika jamhuri hiyo ya Kiislamu. Milipuko ya mabomu ilirindima maeneo mbalimbali ya Iran hapo jana Jumamosi, ikiwemo mji mkuu wa taifa hilo Tehran. Vyombo vya habari vya Iran vimeripoti mashambulizi kote nchini humo. Milipuko kadhaa ya mabomu imesikika katika mji mkuu wa Iran, huku shambulio la kwanza likiwa limefanyika karibu na ofisi ya kiongozi mkuu wa Iran Ayatollah Ali Khamenei. Trump amesema Marekani na Israel wataharibu makombora ya Iran na kuteketeza kabisa viwanda vyake vya silaha. Mashambulizi haya yanafanyika wakati mazungumzo yalikuwa yakiendelea ili kujaribu kuishinikiza Iran kufikia makubaliano, jambo ambalo haliwezekani hata mara moja. Waziri Mkuu wa Israel naye Benjamin Netanyahu alisema kuwa lengo la operesheni hiyo ya Marekani na Israel ni kwa ajili ya kuondoa tishio lililokuwepo linalosababishwa na Iran, na wakati huo ikiwaandaa watu wa Iran kuchukua hatima yao mikononi mwao, kwa maana ya kuingia mitaani kuiondoa serikali ya Kiislamu. Iran kwa upande wake imerusha makombora kuelekea Israel. Kwa mujibu wa taarifa ya jeshi la Israel, kikosi cha walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu IRGC kilianzisha wimbi la kwanza la mashambulio ya makombora na ndege zisizo na rubani kuilenga kukabiliana na mashambulizi dhidi yake kutoka Marekani na kwa jeshi la Israel. Jeshi la Iran lililenga mashambulizi yake kulipa kisasi karibu nchi zote za Gulf, ukiondoa Oman, nchi zilizoshambuliwa, nchi za Umoja wa Falme za Kiarabu, Dubai na Abu Dhabi ndio mji mkuu wake. Milipuko mikubwa pia ilielekezwa huko Manama, Bahrain. Makombora ya Iran pia yalizipiga nchi za Qatar, Kuwait, Iraq, Israel na Jordan. Mashambulizi hayo yalianza mchana wa siku ya Jumamosi Februari 28, lakini Iran pia
iliahidi na ikatimiza kurejelea mashambulizi hayo yaliyoanza usiku wa saa 2 kwa majira ya Tehran, ambayo ni sawa na majira ya Dar es Salaam, kuanzia saa 2 za usiku hadi karibu na sala ya alfajiri bila kusita. Mashambulizi ambayo yalifanya majeshi ya Israeli na majeshi ya Marekani yanyamaze bila kutoa majibu ya namna yote katika kipindi chote hicho. Taarifa zimeongeza kusema kuwa katika mashambulizi hayo wanajeshi wapatao 200 wa Marekani wameuliwa, huku Iran ikitanua zaidi mashambulizi yake na kushambulia pia hoteli na makazi yanayodaiwa kukaa ndani yake wanajeshi au wataalamu mbalimbali wa kijeshi wa Marekani. Hakuna taarifa yoyote hadi sasa iliyothibitisha kuitikia mwito ya Israeli na Marekani ya kuwataka wananchi wa Iran kujitokeza kuvamia maeneo ya serikali ili kuiangusha serikali ya Kiislamu. Hadi sasa makundi kwa makundi ya Wairani, wake kwa waume, wanaobeba juu picha za kiongozi wao Shahid Ayatollah Ali Khamenei ndio wanaonekana mitaani. Hata hivyo, serikali mjini Tehran imewataka wakazi wa mji huo kuondoka kwenda nje ya mji huo mahala palipo salama. Katika hotuba yake, Netanyahu amewaambia Wairani kuwa mashambulizi hayo yatawasaidia kujitoa katika udhalimu na kuongeza kuwa wana fursa moja tu ya kupindua utawala wa Iran. Nendeni mitaani kwa wingi, mumalize kazi hii, Netanyahu alisisitiza. Ni wakati muafaka wa kuungana pamoja kwa ajili ya misheni ya kihistoria, Netanyahu alisisitiza. Hakuna dalili inayoonyesha kuwa Marekani au Israeli kwa pamoja iko karibu kuondoa utawala wa Kiislamu katika ardhi ya Iran. Akimaliza hotuba yake na kuwataka raia wa Israeli kusikiliza ushauri wa usalama kutoka kamandi ya nchi baada ya kupendekeza kwamba operesheni dhidi ya Iran itaendelea kadri itakavyohitajika. Ni muhimu kujikumbusha kwamba lengo na shabaha ya Marekani na Israeli ni kuangusha utawala wa Kiislamu unaotawala katika nchi ya Iran. Katika nchi za Kiislamu zilizopo katika Mashariki ya Kati, hakuna nchi yoyote ambayo haitawaliwi na Yahudi. Nchi zote za Kiarabu katika Gulf ambazo unaweza kusema ni Jordan, Saudi Arabia, Kuwait, Qatar, Iraq na maeneo yote yale, anayetawala ni Yahudi. Yahudi hatawali nchi mbili tu, hatawali Iran na hatawali Gaza. Haya maeneo mawili Yahudi hana mkono na Marekani hawana mkono. Hawa ni maadui zao. Kwa hiyo lengo hasa la mashambulizi haya ilikuwa ni kuwaua viongozi wa serikali ya Iran, ambapo wamefanikiwa kumuua Ayatollah Ali Khamenei, lakini lengo la pili ni kuondoa mfumo wa Jamhuri ya Kiislamu unaotawaliwa kwa sheria za Kiislamu, usiotii uzayuni wala kutii ubeberu wa Kimarekani. Hili bado halikufanikiwa. Donald Trump ametoa wito kwa Wairan watoke kwa maelfu barabarani, wateke maeneo ya kiserikali na wakatae utawala wa Kiislamu, na kadhalika Netanyahu akasisitiza jambo hilo hilo pasipokuwa na mafanikio. Ni vizuri kujikumbusha hasa Waislamu na nchi zote za wale ambao wanataka uhuru na watu ambao wanataka haki kwamba hakuna uwezekano wa kuweza kupindua na kuondoa utawala wa Kiislamu wa Iran, kwa sababu mfumo wa Kiislamu ni dini na kiongozi anayetawala Iran ni kiongozi wa kidini na anachaguliwa na baraza la kidini la wanazuoni wa Kiislamu, ndio wanamchagua nani kati yao awaongoze. Katika nchi yenye jumla ya wananchi milioni 90, hata kama ingetokezea kwamba milioni 45 au 50 iwaunge mkono kina Netanyahu na hii milioni 30 iwaunge mkono mfumo wa Kiislamu, bado hautaweza kuangusha huu mfumo, kwa sababu ndio unaoshikilia vyombo muhimu vya dola. Jeshi liko chini yao, uongozi uko chini yao, mamlaka yako chini yao, na kwamba ni wao ndio wenye maamuzi ya kufanya jambo lolote katika nchi hiyo. Lakini vile vile
imani haiwezi kuvunjwa kwa kutumia bunduki au mabomu. Imani ni jambo la moyo, kama sawa na kwamba unaweza kumchukua kondoo na kumlazimisha kuyafikia maji, lakini hutoweza kumlazimisha kunywa maji. Hii ndio hali iliyopo Iran. Iran ndio taifa pekee katika madola ya Kiislamu, lakini na madola mengine yasiyokuwa ya Kiislamu kote duniani, kuweza kushambulia kambi za Marekani zote zilizopo katika eneo lake kwa wakati mmoja na kwa haraka kiasi kisichoweza kutazamwa. Wamepiga mabomu Iran karibu nchi nzima. Baada ya masaa kama 6 hivi, Iran imezishambulia kambi zote za Marekani katika eneo la nchi za Kiarabu. Zote zimeshambuliwa na usiku kucha imeshambulia. Jambo kama hilo halijapata kutokea duniani. Marekani imekuwa ikienda kuwaonea watu kila pahala, lakini imefika pahala imekwama kwa kuiweza kuidhalilisha na kuifanya inyenyekee, Iran inyenyekee kwa Marekani. Hilo ni jambo ambalo ni kubwa sana kupata kutokea. Ushahidi wa kwamba mamlaka ya Iran yapo ni kwamba licha ya mauaji haya yaliyofanywa, ni kitendo cha kuhuzunisha sana kwa Trump na mwenzake Netanyahu, kwamba wametoa wito kwamba watakwenda kuwasaidia wananchi wa Iran, wajitokeze, wasiogope. Hakuna hata mmoja aliyejitokeza kwenda mitaani kuikataa serikali. Badala yake wamejitokeza watu wakiwa na huzuni. Hata mtangazaji aliyetangaza kifo cha Imam Khamenei alishindwa kutangaza huku akitokwa na machozi kutokana na huzuni iliyompata. Kwa hiyo ni vizuri tu wanamizani tukajikumbusha kwamba hakuna uwezekano ulio karibu wa kuweza kuangusha mfumo wa Kiislamu unaotawala katika nchi ya Uajemi. Lakini la mwisho niseme kwamba wa Marekani na mataifa yote ya Magharibi wanatangaza bila kificho kwamba sasa ni miaka 47 kila siku wamekuwa na kazi ya kuunda mbinu na njama za kuiangusha serikali ya Iran bila mafanikio. Walishindwa kuiangusha katika vita vilivyoanza mwaka 80, katika kipindi ambacho utawala huu mpya wa Kiislamu ndio unaanza. Lakini leo utawala huu unazo nguvu za kijeshi yenye namba za juu kabisa katika dunia, katika kumiliki makombora ya masafa marefu, yanaipa hali ngumu serikali ya Kizayuni na Marekani pia. Uwezekano huo unazidi kuwa mbali zaidi wa kuweza kuiangusha hii serikali, kwa sababu imekwisha jiimarisha zaidi. Pamoja na kwamba Said Ali Khamenei amefariki, ni kawaida, kwa sababu Waislamu tunaamini inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sisi sote viumbe wa Mwenyezi Mungu ni wa Mungu na bila shaka kwake tutarejea. Kwa hiyo asingeuliwa kwa njia hii, angekufa kitandani. Yeye mwenyewe katika hotuba yake aliyotoa karibuni hivi alikuwa akisisitiza kwamba ni jambo la kusikitisha kwake endapo itatokea ahitimishe maisha yake bila kupitia njia ya ushahidi. Leo amekuwa ni shahidi kwa kuuliwa na makafiri, yani watu wanaopinga ule mfumo wa utawala wa Iran, ambapo kunamfanya yeye kuingia katika daraja ya ushahidi. Tuwaombe wanamizani na Waislamu wote kwa ujumla kote duniani, tuache tofauti za kimadhehebu ambazo zimetumiwa na maadui wa Uislamu kutugawa sisi Waislamu. Utambulisho wa Uislamu ni kusema la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Anayesema maneno hayo ni Muislamu. Tofauti ya madhehebu ni jambo jingine, kila mtu akasali kwa fikihi ya imamu wake, lakini sisi tunahitaji umoja zaidi kuliko kitu kingine, na umoja huo unahitajika leo kabla ya kesho. Tuungane kwa pamoja katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani, tuwaombee ndugu zetu Waislamu wenzetu wa Iran waweze kuwashinda maadui wanaotoka masafa ya maelfu ya kilomita kwa ajili ya kuja kuwahujumu katika nchi yao. Tukifanya hivyo, Mwenyezi Mungu atatusikia, ushindi utapatikana, na hakuna hadi sasa dalili zozote za kuweza kuiangusha serikali ya Uajemi. Tunaungana na wananchi wote wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, tunaungana na Waislamu kote duniani, tunaungana
na wapenda haki na wapinga dhulma kote duniani, pamoja na masikitiko tuliyokuwa nayo juu ya msiba uliotokea huko Iran, ambao hautorudi nyuma bali utazidi kuwapa nguvu na ushindi zaidi watu wa Iran na ulimwengu mzima wa Kiislamu. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Usisahau kulike, kushare, kucomment na kusubscribe Mizani Online TV ili uendelee kupata mfululizo wa vipindi vijavyo.